tutaendelea kuhakikisha kwamba tunaimalizia hii shule. Tunaimalizia hii shule ya kitongoji hiki cha Kigero, hususan shule ishikizi ambayo tayari kwenye bajeti ya 26 27 tumeitengea bajeti, tunakuja kuikamilisha. Ikiwezekana 27 Januari tuanze kuwa na watoto hapa shuleni Kigero. Lakini pia tunaendelea na mpango kwa kijiji cha Vikuge kukamilisha sekondari ya Vikuge, na tayari kwenye bajeti ya mwaka 26 27 tayari tumetengea, halmashauri kupitia mapato ya ndani imeshatenga milioni 80 kuhakikisha mwenyekiti tunakwenda kukamilisha ile nguvu ya wananchi walioanza pale uanzishaji wa msingi wa vyumba 4 vya madarasa, ili Kigero, Vikuge, Ngoingo na vijiji vingine cha Misufini wawe na sekondari ambayo itawahudumia. Na mpango wa serikali ni kuhakikisha, kwa sababu tunakwenda kupokea mikondo miwili ya madarasa 27 ambao watakaomaliza wa darasa la 6 na darasa la 7, ambao tunaamini Januari 28 wote watakwenda kuwa wanaendelea na elimu ile ya msingi kwa level ya sekondari. Tunaamini wanafunzi wote watakaomaliza pale Vikuge na watakaomaliza pale kijiji cha Misufini wanakwenda moja kwa moja kuanza elimu ya sekondari katika sekondari ya Vikuge. Kwa hiyo kitendo cha kusema kwamba ni kweli tuna kiu, na mimi najua jiografia, lakini ukifikiria sana mambo mengi tunakwenda nayo, lakini huwezi kuyamaliza kwa wakati huu. Safari ni hatua, hata maisha ya mwanadamu ni hatua vile vile. Sasa tumesikia kutoka kwa mtaalamu, mwezi wa 9 tunaanza kunywa maji ya bomba, si ndivyo? Ni hatua. Kwa hiyo sio kwamba leo tutatekeleza, leo tunasema na kesho tunatekeleza. Kwa sababu mlishatuamini na muendelee kutuamini kwamba tupo kwa ajili ya kuwatumikia. Na mimi wanapenda sana changamoto. Mtu aje anikabili aniambie changamoto. Kwa sababu anaponiambia changamoto, mimi ndo nachukua fursa na nitumia hizo changamoto. Kwa hiyo mimi niwashukuru na nyinyi mliohudhuria, lakini twendeni tukawe mabalozi kwa wenzetu kwamba suluhisho la matatizo yao yanapatikana wapi? Kwenye vikao. Kwenye vikao. Na mimi nimekuwa ni mtu nakumbana sana na haya maswali. Ukiniambia nikamwambia subiri mkutano. Kwa sababu ukianza kunitaki njiani tuzungumze nini? Mimi na wewe. Hapana, mkutano ndio unakuja kuamua. Tulikuwa na mambo mengi kabisa mazuri leo ya kwenda kuamua ambayo yatasaidia kusogeza Kigero yetu mbele. Sasa tutaona namna nyingine sasa ya kuyaendea. Mheshimiwa ameshapambanua hapa. Shule yetu, eneo la polisi, tuna ujenzi wa ofisi ya kitongoji, yote maeneo mmetoa nyie, hatukununua hata eneo hili. Leo iweje hamji kwenye mkutano kama maeneo ya kutuwezesha sasa tufanye shughuli za maendeleo mmetoa wenyewe bure? Cha wingi. Sio. Kwa sababu wengi hawajachangia. Sasa mnamtoza nani faili mwache nani? Unaona changamoto hizo. Watu hawaonekani kama kuchangia. Kwa hiyo ni dhahama. Sasa hatuwezi kuendelea katika namna hii. Kwa sababu tungeona jinsi watoto wetu wanavyohangaika. Wanakwenda soga. Wale wazazi ambao watoto kwenda soga kusoma, wanaona adha ya watoto wale. Wanaamka kabla saa 11 ujipange kwenda kula. Hakuna usafiri unaoaminika. Maboda boda ndio mabosi kwa wale watoto, kwa sababu ndio wanaweza kuwasaidia kufika kule. Jambo hili tunataka tulipunguze, shida ile ipungue. Yamkini wataenda kuelewa, lakini vile vile kama viongozi tuna wajibu wa kujifunza kitu kutoka hapa, kwamba kwa nini hili lipo, shida iko wapi. Kwa hiyo wote kwa pamoja twende tukatafute tatizo liko wapi, ili tukalimalize tatizo, hawa wananchi wakapate hamasa ya kuja kwenye mkutano. Kwa hiyo kuna mbinu mbalimbali kama chama tutazitumia, kuna mbinu mbalimbali kama serikali watazitumia kuhakikisha hawa wananchi wanakuja kwenye mikutano ili kupata haki yao ya kusema na kusikilizwa.